Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Tarime, viongozi wa serikali mliopo pamoja na viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Afande mgeni rasmi, ninashukuru kwa ajili ya kupata fursa hii kwa ajili ya kuzungumza na vijana kwa muda mchache. Vijana sasa nyie mpo hapa, lengo ni moja, kupata mafunzo ya ukakamavu lakini pia ya kiusalama kwa ajili ya kulinda taifa lenu. Mafunzo yatakayotolewa hapa ni budi muyazingatie. Ulinzi wa taifa letu hauangalii umri. Kwa hiyo tunaanzia huku chini mlipo nyie kuendelea huku juu, wazi? Kwa hiyo nyie mtakachofundishwa kikae kwenye akili yenu, lakini kikae ndani ya mioyo yenu kwa ajili ya kulinda taifa lenu, wazi? Kwa hiyo vile vyombo vyote ambavyo vitakuja kuwafundisha, basi yale watakayowafundisha yakae katika mioyo yenu kwa ajili ya kulinda taifa lenu. Tumeelewana? Afande Mkuu wa Wilaya ya Tarime, meza kuu, viongozi mbalimbali, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awi! Scout! Scout! Asanteni. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mimi niwapongeze vijana kwa kubali kuja kukaa kwenye kambi. Na niwapongeze kwa sababu si jambo dogo, ni jambo kubwa. Labda ambalo nitajitahidi kuwasihi kwamba changamoto watakayoipata hapa basi waone kama ni mafunzo kwao. Kwa hiyo mchukulie kama nini? Mafunzo. Tunaelewana skauti? Lakini jambo ambalo nataka kuwaasa ni jambo moja, kwamba tayari wameshaniambia kwamba scout be prepared, yani wana utayari wa kupokea lolote ambalo watafundishwa. Kwa hiyo niwaombeni mpokee chochote ambacho mtafundishwa. Nina imani kitasaidia katika maisha yenu, lakini kitasaidia pia katika jamii kwa ujumla. Jambo ambalo nitalikataza kwa sasa hivi na nitaendelea kuwafuatilizia kwamba sitamani kwamba mjiingize na makundi ya uhalifu. Tunaelewana vizuri? Skauti mzuri ni yule anayeonyesha tabia njema. Tunaelewana vizuri? Uaminifu pia na uzalendo. Kwa hiyo sitegemei kabisa nyinyi hapa muanze kufanya mambo ambayo yanakinzana na sheria. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo mgeni rasmi, mimi kama OCD silali nitajitahidi kuwapa ulinzi wa hali ya juu. Tutawatembelea usiku tuone kama wanaendelea vizuri, lakini wasisite kutupa taarifa yoyote wakiona kwamba kuna jambo hatarishi. Tunaelewana vizuri? Jambo la mwisho mimi niwatake sana kwamba sasa hivi mko mkusanyiko wa shule nyingi na kila mwanafunzi hapa kaja na tabia yake tofauti. Tunaelewana vizuri? Sasa msiige tabia ambazo hazina maadili mema katika jamii. Tunaelewana vizuri? Nyinyi msikilize yale ambayo mnafundishwa na viongozi wenu. Kwa hiyo nina imani kabisa mkifuata maelekezo ya viongozi wenu na mkifuata na yale maadili mlionayo, hii kambi itakuwa rahisi sana kwenu. Nimeona ni ya muda mfupi sana, lakini nina imani kabisa huu muda mfupi mtajifunza mambo mapya mengi ambayo mlikuwa hamyajui. Basi miashikilie yale ambayo mtajifunza ambayo umekuja hapo ukiwa huyajui. Tunaelewana skauti? Kwa hayo machache nawashukuruni sana na niwatakie kambi njema. Asanteni. Vijana wetu wa scout. Naitwa Kamishna Msaidizi wa Polisi Jumanne Mkwama. Nimeshukuru kupata huu wito kutoka kwa kamishna wa skauti
angalau kuja kwenye huu ufunguzi tukiambatana na mheshimiwa wetu mkuu wa wilaya, lakini kubwa kwenu nyie vijana, baada ya uzinduzi huu mnaingia kwenye mafunzo rasmi, na kikubwa hapa kama ambavyo mmeshaanza kuelezwa, tunataka mzingatie sana yale mafunzo. Nyinyi ndio damu mbichi ambayo ndio tunawategemea baadaye kuwa viongozi wa aina mbalimbali. Hao wote waliokaa jukwaa kuu hapa wametokea huko. Sasa tunataka mjengeke kwenye misingi ile imara ya uzalendo ya Kitanzania. Awi? Lakini kubwa tunalowasisitiza ushirikiano. Mmekuja kuweka kambi hapa, kama ambavyo mmeambiwa, zile changamoto mzifanye kuwa fursa. Kwa hiyo hatutegemei wewe mtoto mdogo uanze kulalamika chakula chenyewe kibovu. Hata sisi tulikula vyakula vile vya ajabu ajabu, lakini tumefika hapa. Wazi. Muendelee kuwa na ile tabia ya kupendana, kushirikiana kwa pamoja. Mmeona hapa mfano mdogo tu, baadhi yetu hapa wamedondoka pale, lakini mnawahi kukimbia, mnamsaidia mwenzenu, sawa? Hata kule kwenye mapambano huwezi ukamwacha mwenzio kisa amejikwaa au ameanguka, lazima mumkokote, mtoke naye, sawa? Lakini kubwa tunasisitiza nidhamu. Huku kote mnavyoona nidhamu tupu zimejaa. Sasa hatutegemei nyie vijana na vile mnavyopenda kujichanganya kama OCD hapa alivyozungumza, tuwakute kwenye makundi ya uhalifu. Baada ya haya mafunzo, kama kuna wengine hapa walikuwa wanavuta bangi, tunategemea mtaacha. Wazio? Hatutegemei siku tunapitisha msako kule, alafu tunakukuta we kijana wetu ambaye umemaliza mafunzo ya scout, na we ni mmoja wapo, tumekukuta na vipisi vya bangi, au unasafirisha bangi, au unawajua wasafirisha bangi alafu wasemi. Tunategemea muwe wa wazi na wa kweli. Tunategemea msifiche wahalifu. Tunasema hatutaki kuja kuwa na viongozi kama nyinyi ambao ni waongo au mnaficha uhalifu. Wazio? Baada ya haya machache, kwa sababu ya muda, napenda niwasisitize kwamba tutakuja kuwatembelea. Nimeambiwa kambi hii tunafunga tarehe 14. Kwa hiyo tutapita sana hapa kuwatembelea, kujua mafunzo yanaendaje, lakini na sisi tutawafundisha. Lakini nishukuru ofisi ya mkuu wa wilaya pia imeweza kufanya kazi kubwa ya uratibu, lakini pia na kutafuta chochote, kama ambavyo tumeshirikiana kutafuta wadau mbalimbali kuhakikisha hii kambi ya watoto 140 ambayo imekaa hapa inafanya mafunzo yake vizuri, inapewa elimu ya uzalendo vizuri, lakini waweze kutambua taifa lao linawategemea wao. Taifa lao, Mheshimiwa Rais anatambua kwamba scout ni muhimu kwenye nchi yetu, na ndiye aliyetusisitiza kwamba tuhakikishe tunafanya kambi ya scout kwa watoto ambao ni wanafunzi wa shule za msingi, sekondari, vyuo, lakini na wale ambao kwa mtaani wanapenda kuja kufanya scout. Nimepewa taarifa hapa kuna vijana ambao hawapo kwenye mfumo wa shule, lakini wametamani washiriki hii kambi. Kwa kujitolea tu wako hapa, na wao pia watashiriki kwenye mafunzo ya uzalendo. Sasa niombe kama wilaya, wananchi wote, swala la amani na utulivu ni la kwetu. Hakuna mtu mwingine atakuja kufanyia swala la amani na utulivu. Na ndio maana tunaanza kuwafundisha watoto kujua amani, umuhimu wa amani, umuhimu wa utulivu, lakini pia maendeleo kwenye nchi, kwa ajili ya kuitumikia nchi yao. Kwa hiyo niombe Mwanatarime yoyote kwenye wilaya hii atambue muhimu huu. Na yote ambaye atajisikia kwenye wilaya hii akitambua kuna watoto tumeweka hapa kwenye kambi, ana chochote, sio lazima kiwe kikubwa, hata kidogo. Kama una chupa 2 za maji waletee watoto hawa, kwa sababu ni sadaka pia kwao. Lakini una mahindi tuletee, una mchele waletee. Wakiweza kula wakashiba, wataweza kufanya mafunzo. Kuwatembelea kuona wanafanya nini ni jambo la msingi pia. Kwa hiyo niwashukuru pia Jeshi la Akiba ambao mtakuwa mnasimamia mafunzo haya, viongozi wa scout kwa pamoja, ili tuone hawa watoto tumewaweka kwenye mazingira mazuri, lakini pia mafunzo ambayo yanakwenda vizuri.